Shamba. Marahaba, jambo. Sija. Mbona umependeza? Unakwenda wapi? Naenda kibarua. Nikutakie safari njema, lakini hakikisha usitoke nje ya mkataba. Makubaliano yetu yawe pale pale. Mimi nilivyo, mtu akiwa muongo huwa naona vile anavyozungumza. Huwa nikitazama paji la uso wako huwa najua huyo mtu anazungumza ukweli ama ananidanganya. Kwa hiyo usitoke nje ya mkataba. Nakufahamu, usinidanganye. Nakufahamu toka tumboni mwa mama yako. Safari njema. Sawa. Shemeji, mi natoka kidogo, naelekea huko msibani. Aha, sawa. Basi ukifika huko msibani, ukimwona Kicheko, mwambie asichelewe kurudi. Sawa shemeji, hata usijali kuhusu hilo. Sawa shemeji, unaweza ukaelekea huko msibani, kwa maana ukienda wewe na Kicheko ni sawa na nimeenda mimi. Kwa hiyo ninachokiomba, mwende mkaniwakilishe vyema sana shemeji. Sawa, hata usijali. Acha mimi niende. Haya shemeji, Mungu akutangulie. Asante. Halo. Sakina, mmeshazika? Msiba bado, tunasubiri mjomba aje tuzike. Usije ukazika mpaka mjomba wako afike.
Mama, mtamu kapikiwa sufuria ya sumu jamaa. We mama kapikiwa sufuria ya sumu mama. We mama kalishwa mbegu ya ndimu jamaa. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu mama. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu mama. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu jamaa. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. Mtamu kapikiwa sufuria ya sumu jamaa. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. We mtamu kapikiwa. Aya, sawa. Sakina, tunajua maumivu unayopitia kwa sasa, lakini hili lisikutoe kwenye mstari wako. Ni vyema ukamsikiliza mwenyekiti maneno alikuwa ameweza kukuambia. Embo waruhusu watu waweze kuosha ule mwili na taratibu zingine za mazishi zifanyike. Yaani hichi unachokifanya kukataza watu wasizike, unaitia uchuro familia yako. Unajua wewe ni mtoto wa Kiislamu Sakina. Halafu unajua vizuri dini inasemaje kwenye hili. Mimi Mwandola ni mshikaji wangu sana. Yaani tumeshibana pete na kidole. Kwa hiyo waache watu wazike kuliko kuendelea kumweka kama vile. Jamani, mimi siko tayari Mwandola aoshwe wala azikwe. Nisubirini mjomba aje mwenyekiti. Sakina, hebu acha ubishi. Ondoa kwanza ukaidi ambao uko nao. Toa ruksa aoshwe, azike, akapumzike marehemu, na watu ambao kupo hapa toa ruksa wafanye kazi zao. Unaona hao wameshachoka. Wana shughuli zao, wana mahitaji yao, wengine wanataka wakapumzike. Ondoa basi ubishi ulikuwa nao. Unajua nimejitolea vitu vingi sana kwa Mwandola. Alafu isitoshe, umeona wale watu wanaochangishana michango watastopu kuchangisha. Hata mimi pia inaniuma. Waruhusu basi watu wazike. Nilo. Jamani, mimi siko tayari kabisa. Tumsubiri mjomba aje. Acha kulia ndugu yangu, tafadhali. Subiri. Unajua wewe ni mtoto wa kiume. Alafu hapa tupo msibani. Sasa wewe rafiki yangu ukilia kama hivyo, hao akina Sakina unaweka kwenye hali gani? Embo jikaze bwana, jikaze. Sawa. Sufuria ya sumu jamaa. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu mama. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu mama. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu mama. Kiwa sufuria ya sumu jamaa. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu jamaa. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu mama. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu mama. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu mama. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu jamaa. We mama kapikiwa sufuria ya sumu mama. We mama kalishwa mbegu ya ndimu jamaa. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu mama. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu mama. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu jamaa. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu jamaa. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu jamaa. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu mama. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu mama. We mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. We mtamu kapikiwa sufuria ya sumu mama.
we mama kalishwa mbegu ya ndimu mama, we mtamu kapikiwa sufuria ya sumu jamaa, we mama kapikiwa sufuria ya sumu mama, we mtamu kapikiwa mbegu ya ndimu mama, we mama kalishwa mbegu ya ndimu mama, mama we mtamu kapikiwa sufuria ya sumu jamaa, we mama kalishwa mbegu ya ndimu mama, we mtamu kapikiwa sufuria ya sumu jamaa, we mama kalishwa mbegu ya ndimu mama, mtamu kapikiwa sufuria ya sumu jamaa, we mama kalishwa mbegu ya ndimu mama, we mtamu kapikiwa sufuria ya sumu jamaa, we mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. Mjomba, mwenyekiti na watu wa msikitini wanataka wamwoshe Mwandola ili wazike. Hapo ulipo upo karibu na huyo mwenyekiti? Ndiyo mjomba. Hebu mpelekee simu mwenyekiti, nazungumza naye. Mwenyekiti, ongea na mjomba. Alo mjomba. Nisikize mwenyekiti, nikwambia kitu kimoja. Hapo msifanye chochote. Msioshe wala msizike mpaka mimi nifike. Lakini sasa mjomba, inawezekana vipi? Mtu ameshafariki. Sisi tunaomba ruksa yako bwana, tuzike. Mimi kama mwenyekiti nakuomba kwa heshima yako mjomba. Nimesemaje? Asioshwe wala asizikwe. Sakina mdogo wetu, sisi hatuongei haya kwa mabaya, yaani tunaongea haya kwa nia njema kabisa, kwa sababu sisi tunahitaji ndugu yako asterike, asidhalilike kama vile ambavyo unavyofanya. Hatujui ni kitu gani unachongea wewe na mjomba wako, ila sisi kama jamii tumstiri kaka. Mimi siko tayari kabisa, tumsubiri mjomba aje. Jamani, hili swala naona limekuwa zito na limekuwa gumu upande wangu. Mimi ni kiongozi tu wa serikali, lakini sio wa familia. Mjomba amekataa kata asishikwe, asioshwe na wala asizikwe. Sisi tumeelewana hapo? Kwa hili swala nawaachia familia mpaka mjomba afike. Yeye ndo mwenye maamuzi, ndo mwenye kujua. Mwenyekiti, hii haiwezekani. Yaani hii haiwezekani na haitowezekana. Uliona wapi mwenyekiti? Sawa, kwa mfano sasa huyo mjomba wake labda yupo Burundi au yupo Mtwara. Ina maana watu wakae muda wote huo wasubirie mpaka afike mtu mmoja jamani? Hii sio haki. Emieni, unachokizungumza uko sahihi wala hukosei. Lakini mimi ni kiongozi tu wa serikali, masuala ya familia siwezi kuingilia. Yeye ni kiongozi wa familia, siwezi kuingia huko kabisa, na waachia wenyewe ndio wenye maamuzi. Ameoza, wamefanyaje watajua wao, ili mimi limenishinda. Nilichojitolea mimi ni eneo la makaburi kwenda kuzika bali. Hilo nimejitolea mimi, wakiwa tayari tuchukue vijana tukachimbe kaburi kwa ajili ya kumstiri. Kwa hiyo nawaachia wao. Ndugu yetu anaharibika mule ndani jamani. Ni kweli kabisa. Mwandola asioshwe wala asizikwe. Kamu kapikiwa sufuria ya sumu jamaa, mama kalishwa mbegu ya ndimu mama. Kamu kapikiwa sufuria ya sumu jamaa, mama kalishwa mbegu sufuria ya sumu jamaa, mama kalishwa mbegu mama. Kapikiwa sufuria ya sumu jamaa, mama kalishwa mbegu ya ndimu jamaa. Kapikiwa sufuria ya sumu mama, mama kalishwa mbegu mama.
Simama dada. Afadhali kaka nilivyokuona. Wewe tena. We jamaa. Unanitafuta nini wewe? Mimi naye tushamalizana mwanangu. Mbona unifuatafuata? Yaani ukikuwa unavyoniona hapa, kichwa changu kimevurugwa kabisa yani. Hata sielewi nafanya nini. Yaani nimekosa msaada kabisa. Lakini natumaini kupitia wewe nitapata msaada. Tafadhali kakaangu, naomba nisaidie. Nahitaji bado msaada wako. Sikiliza nikwambie mwanangu. Nikuchane tu ukweli wa mambo ulivyo. Mimi kukupatia wewe msaada. Kamwe abadani siwezi kukusaidia kwa chochote kile. Nisikize kaka. Sawa. Mimi naomba nisamehe kwa yote yalotokea nyuma. Tusahau. Sawa. Naomba nisamehe mdogo wako, nimekosea. Kama nimekujibu kauli mbaya, labda nimekosea sehemu yote, naomba nisamehe. Potezea nyuma hayo. Naomba nisaidie ndugu yangu. Hebu nikutanisha na mpenzi wangu tu mimi Sala, nitafurahi. Nisaidie kaka yangu. Yaani mimi nikakukutanisha wewe na Sala. Sasa hapo ndo mambo yanapoanza kwenda kumchokonoa tena upya mzee Tano. Hapa kwenye na jambo la moto kweli limenikalia kooni, bado halijapoa. Na we bado unataka tena niende kule nikaongeze tena lingine. Oya, mwanangu mimi kule siendi. Tafuta mtu mwingine. Mimi unipeleki hata ufanye nini? Kwani kwa mzee Tano ni mbali sana. Kama panahitajika nauli, mimi nitalipa gharama ya nauli. Na wala usijali. Mimi nifike tu kwa mzee Tano. Unajua wewe unajifanya unielewi. Wakati umeshanielewa vizuri kabisa. Na hapa naongea lugha fasaha, lugha adhimu kabisa ya Kiswahili. Ila wewe unajitia mnazo, unajitia punguani, unajitia uelewi. Sasa acha nikuoneshe kama na mimi sielewi kama ulivyo wewe uelewi. Ngoja sasa tuchangachie yani lugha hapa, niongee mambo ambayo hayaeleweki ili tusielewane. Oya, mwanangu, tumpasika hahe, tummelizindegi, jani kahahe. Sogea hapo. Kaka. Oya, usiniite. Sasa ingenisaidia tu. Na kukabidhi nazi. Nazi iliyobarikiwa kutoka ukoo wa Kichifu. Ukoo wa Machibia. Uliopo Kagongwa Ntunguru, Itogwahoro ya Isaka. Hii nazi utakwenda kunena yote ambayo unahitaji kwenye maisha yako. Na utanena yote unayohitaji kwenye maisha yako. Na kisha ukimaliza kunena, utapaswa hapo kwenye kisiki cha mpingo. Mimi ni kipofu niliambiwa kuwa uyaone. Na hatimaye nimeyaona. Na hii nazi inakwenda kufungua mambo yako yote yaliyokwama. Maana tayari nimeshakusha kufungua. Kwa ukiipasua tu, mambo yako yote yanakwenda sawa. Na hakuna jambo lolote litakalo kutatiza kwenye maisha yako tena. Sakina, amka unisaidie. Nipo hai kaka yako.
Nateseka. Naumia sana kuona mnalia ingali mimi nipo hai. Naumia kuona watu wameacha kazi zao, wamekuja hapa wakizani mimi nimekufa, lakini mimi niko hai. Naomba usikubali wanioshe wala wanizike. Naomba unisaidie Sakina, nisaidie. Naomba unisaidie dada yangu, nisaidie, nisaidie. Kaka. 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 Kaka!